Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin, amma ba'd. Ndugu zangu, leo kuna faida kubwa nataka niwape. Faida hii niichukue mimi na faida hiyo uichukue wewe. Tena usije ukaidharau kwa sababu ni ya muhimu sana 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 sana. Katika jambo ambalo linapelekea mtu kupata riziki kwa Allah, ama Allah kukuteremshia riziki kwa wingi na kufungua ile mirija ya riziki, kikubwa zaidi ni istighfari. Kuleta istighfari mara kwa mara kunapelekea mtu kufunguliwa mirija na milango ya riziki. Na ushahidi tumeueleza mara nyingi sana ndani ya Qur'ani kwenye kisa cha Nabii Allah Yunus alayhi salam alipoambia watu wake fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Umeona bwana, kwamba wamtake msamaha Mola wao kwani yeye ni mwingi wa kusamehe. Na akawaambia faida yake yursilu samaa alaykum bidilara wa yumdidukum bi amwali wa banin, kwamba mkimtaka msamaha basi Mungu atawapeni mvua za neema na atawazidishieni mali na watoto na kadhalika. Kwa maana hiyo istighfari ni sababu ya mtu kufunguliwa mambo yake, ni sababu ya mtu milango ya riziki kawa inafunguka mara kwa mara. Kwa hizi nimezileta katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Maana yangu ni kwamba Muislamu, fanya uradi huu mara 2 kwa siku. Fanya uradi huu mara 2 kwa siku. Wallahi lazim Mwenyezi Mungu atafungua riziki sana. Tena unafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ndani yake Qur'ani imeteremka, mwezi wa kheri, mwezi wa rehma, mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupikia sana dua. Milango ya pepo iko wazi. Idha jaa Ramadhana futihat abwabul janna, milango ya pepo inakuwa wazi. Wa ghuliqat abwabun nar, na milango ya moto inakuwa inafungwa. Wa sufidati shayatin, na mashaitani yale madogo madogo yale yanafungiwa, yale makarinu yale. Kwa maana hiyo ndugu yangu, ukileta istighfar katika kipindi kama hiki inakuwa bora sana. Sasa basi mimi nitakwenda kukuelekeza hapa. Kuna aina za istighfari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kuna aina za istighfari hapa 6. Nataka nikuelekeze iwe kama uradi wako, ufanye asubuhi na ufanye usiku. Ufanye asubuhi na ufanye usiku ndani ya masiku haya yalobakia ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nafikiri leo tuko mwezi takriban 5. Kwa hiyo uende katika hizo siku 25, ama nenda mpaka katika ile siku ya Lailatul Qadr. Bi maana nenda nayo hii mpaka angalau mwezi 27, si mbaya kile nayo hivyo. Kwa hiyo nitakuelekeza na nitakupa utaratibu wa kufanya ili uende na ufanye istighfari kama hiyo. Wallahi lazim kuleta istighfari kuna siri kubwa sana mbele ya Allah. Siku zote ukiona mambo yanakuwa magumu mazito, vijana usema vyumba vimekaza, basi hiki ndio kilainishi. Yaani hiki hapa, hiki kinachokupa hiki ndio kilainishi. Kwa kikamate, nenda kakifanyie kazi ndugu yangu katika imani. Inshallah kwa muda huu na imani kabisa umeshachukua peni yako na karatasi ili uweze kuziandika moja baada ya nyingine, na uende ukazifanyie kazi hizo ambazo kwamba tunakuja kuzieleza hapo muda si mrefu. Tunaanza kuzieleza sasa ili tuokoe muda. Hizi utazileta katika muda wa asubuhi, bi maana baada ya kuamka, kama mswaliji tayari ushiswali swala subhi na umesaleta zile jinadi za swala subhi, ule muda ambao kabla jua halijachomoza, yani kabla jua halijachomoza, basi utaanza kuleta istighfari hizi. Na nikumbuke Waislamu, nikukumbusheni kwa maelezo ya Mtume Muhammad, ule muda wa asubuhi ule baina swala subhi na baina kuchomoza jua, Mtume anasema ule ndio muda wa baraka ziko pale. Mtu yeyote kama ataka umaskini muondoke, basi muda ule awe macho. Mtu mwenye kulala katika muda ule, baraka za Mwenyezi Mungu zinampita. Baraka za Mwenyezi Mungu zinampita kwa mtu mwenye kulala katika muda kama ule. Kwa muda kama ule ukiamka, basi baina fajr na kati kutoka jua, basi usome uradi huu,
uzete istighfari hizi. Utafanya mara ngapi? Utafanya kwa uchache, fanya angalau mara 100. Kama unajimudu fanya hata mara 500. Utafanya asubuhi na utafanya jioni kabla ya kulala. Zenyewe ni hizi. Utaanza astaghfirullah, 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 astaghfirullah angalau mara 100. Alafu astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Alafu nyingine astaghfirullah min kulli dhanbi tubna ilayhi. Astaghfirullah min kulli dhanbi tubna ilayhi. Nyingine astaghfirullah rabbul balaya. Nyingine astaghfirullah min al-khataaya. Nyingine la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nazirudia tena kwa mara pili. Nazirudia tena kwa mara ya pili. Na nitapokuwa na hizi istighfari, uzuri wake nitaziandika hapo chini kwa lugha ya Kiswahili ili uweze kuzichukua. Ya mwanzo kabisa utasema astaghfirullah, astaghfirullah mara 100. Zilizobakia hizi utafanya hata mara 10. Mfano hii astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi, utafanya mara 10. Alafu astaghfirullah min kulli dhanbi tubna ilayhi, utaifanya mara 10. Alafu astaghfirullah rabbul balaya, utaifanya mara 10. Alafu astaghfirullah min al-khataaya, utaifanya mara 10. Alafu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, utaifanya mara 10. Narudia mara 3 kwa mara mwisho. Kama ukuelewa utanipigia katika namba 0793 052 052 0793 052 ama 0740 5034 mwisho 54. Nazirudia kwa mara mwisho. Utasema astaghfirullah mara 100. Alafu astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi mara 10. Alafu astaghfirullah min kulli dhanbi wa atubu ilayhi nayo mara 10. Alafu astaghfirullah rabbul balaya mara 10. Astaghfirullah min al-khataaya mara 10. Alafu la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minadh dhalimin mara 10. Utafanya asubuhi na utafanya jioni, utafanya asubuhi na utafanya usiku. Wallahi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani utakuja siku yake kunambia Sheikh Ali yale uliyosema yale. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa